utanisamehe, lakini mimi naona kama vile tatizo hili la kwangu peke yangu, na ndio maana hata jamii imeshindwa kunielewa kabisa. Hata hivyo ni rahisi sana kushauri ikiwa hujui maisha yetu. Samahani, na haraka naweza kuondoka. Jaribu sana kumtambulika. Kila mapito yenye huzuni ndani yake lazima atakuwa na furaha. Na kila jaribio ambalo anapitia mwanadamu lazima lina tumaini na lazima lina faraja yake. Ni kweli nakushauri kuhusiana na maisha yako na siyafahamu, lakini mimi ninachokijua, kila mwanadamu ana huzuni, lakini pia Mungu hawezi kuacha kumtengenezea sehemu ya furaha yake. Ndio. Pia unaitwa nani? Naitwa Kendi. Mimi naitwa Asante kwa kufahamu. Sijafurahishwa na kile ulichokifanya hapa kwako. Inabidi utambue kitu kimoja, yeye yule kafuata bidhaa zako hapa na si kitu kingine. Inakuwaje nafikia hatua ya kumnyanyapaa, mnyanyasa, ananuka hivi? Angekuwa ni dada yako na wewe hivi ungejisikiaje? Tuongee kwa maisha ya sasa basi. Sana. Kumbe wanavyosema kuku mgeni fungwa kamba mguuni, wanakuwa na maana hii moja. Mtu mgeni haujui vizuri mtaa. Sisi wenyeji ndo tunaujua vizuri mtaa huu. Sisi wenyeji ndo tunajua vizuri. Mimi najua mteja wangu huyu, mteja wangu huyu. Yule dada mimi namjua vizuri mno. Kwa ungeniuliza mimi yule dada yupoje? Hata kama ni ndugu yako wewe, ungeniuliza mnaishiishi vipi naye? Huu mtaa mimi naishi na watu wengi, kwa sababu genge langu lile anakuja kila aina mteja. Awe wa kiume, awe wa kike, awe binti, awe mzee, anakuja. Sasa wewe uwezi ukanipa ushauri juu ya kitu ambacho mimi nakijua. Nakijua kwa kina kabisa kwamba hiki kitu kipoje. Mume wangu, unamaanisha nini kusema kwamba nilikuwa na ringaringa? Wewe mwenyewe ni shahidi. Tumetembea hospitali nyingi. Mimi nafikiri Mwenyezi Mungu bado hajaamua tu kunivua huu mtihani kwenye maisha yangu. Naomba uwe mvumilivu. Tafadhali, shemeji yangu. Tafadhali, ninakuomba. Nisaidie kuongea na rafiki yako. Naomba uiokoe ndoa yangu shemeji, tafadhali. Aongee na nani sasa? Aongee na nani? Alafu mbona unazoea watu? Una ushemeji na huyo? Jamani, kuna shida gani hapa? Tulia, sawa? Usiwe na wasiwasi wowote huo. Hichi ni kitu kidogo tu. Mimi nakupenda wewe, Wewe ndio chaguo la moyo wangu mimi. Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo visikutie pressure. Naomba unisikilize hivi. Sawa? Ndoa tuliyofunga mimi na wewe tayari ishavunjika. Kendi. Mimi sikuhitaji. Mimi sikutaki. Unanielewa? Alafu ukitaka ujue kwamba namaanisha, umemwona huyu ndo mama mjengo huko ndani. Yaani namaanisha ndo mama mwenye nyumba aliyechukua nafasi yako wewe. Wewe ulikuwa unalingalinga, ulikuwa unalingalinga, utaki kwenda kujitibia hayo matatizo yako ya kunukanuka. Sasa huyu ndo kachukua nafasi yako. Kwa hiyo mama, hapa utoke. Wewe haupo na mimi tena. Unanielewa? Na ukitaka ujue namaanisha, subiri. Sijakataa. Unafahamu kweli? Na kila siku anakuja nyumbani kwako. Ninachoshangaa kwako, inakuwaje unamnyanyapaa na amefuata bidhaa, unatambua hilo swala? Hasani,
kama dada yako. Yaani kiukweli swala hilo limenihuzunisha mno. Au usingefungua hilo genge ungemuona. Na kitu kingine ambacho sijakwambia. Dada yangu nilimwahidi nitamtibisha kwa mikono yangu. Na pale unapomuona muda si mrefu swala lake linaisha. Muda si mrefu swala lake linaisha. Na kitu kingine, haya maisha ni kama vile gwaride. Ukiona napigwa, yule wa mwisho anakuwa wa kwanza na wa kwanza anakuwa wa mwisho. Acha za zako bwana. Yaani nakwambia unacheka. Unaona nani mazuri haya? Hivi hata kama unamwelezea mtu mwenye akili zake timamu kweli haya kwa Hasani kweli. Sisi ni binadamu, inabidi tusaidiane. Tusaidiane. Safi sana. Wewe ni mzalendo. Nachotaka kukwambia kwamba walikuwepo wazalendo zaidi yako wewe. Walikuwepo hao kama wewe yule ni ndugu yako. Walikuwepo ndugu zake walikuja, walimpeleka kwenye waganga wa kienyeji. Walimpeleka katika hospitali zote zenye unazifahamu wewe. Sijui unanielewa? Lakini hakupona. Huu mtaa sisi tumemchoka. Kila mtu amemchoka. Usikiliza na ninakuelewa tena vizuri tu. Nimekwambia hivi. Swala lile liko chini ya mikono yangu mimi hii miwili. Dada yangu muda sio mrefu. Ile swala linaenda kuisha. Utanikote hapa. Naisha. Au unafikiri mimi sisikii harufu? Hata mimi naisikia, lakini mimi na hivyo ni ndugu yangu. Damu yangu. Ni lazima nipambane, nipigane. Na nakuhakikishia swala hili litakwisha. Sasa wasikia. Katika kumsaidia kwako, katika kumtibia kwako kwa mikono yako hiyo miwili, hakikisha nitakapokanyaga mguu na kuutoa yeye asiutoe. Na maanisha hivi, katika umiliki wangu mimi, iwe gengeni, iwe nyumbani, iwe mtaani, iwe njiani, sitaki kumuona hata chembe. Fine. Umeshinda wewe. Na kama mbuzi atakubali kusaidiana na wewe, saidieneni nyinyi wenyewe. Shika takataka. Mume wangu, naomba tafadhali. Umeona uchafu wako? Nimekukabidhi huo uchafu wako. Ukitoa mguu hapo kuondoka hapo, usikanyage tena. Ukikanyaga nitakachokufanya. Kendi siondoke. Mimi kuna kitu ambacho natamani kukijua. Ni kitu gani ambacho kiliendelea kati yako wewe na wazazi wangu? Na mmeongea nini? Maana jana walikuwa na mtazamo tofauti na leo tena na mtazamo tofauti. Kinachonishangaza, wanataka mimi nitoke kwenye nyumba kubwa kule, nije niishi huku na wao kwenye nyumba ndogo. Ikiwa wanajua kabisa tukitoka kule lazima ile nyumba itabaki bila mtu. Sijui sasa hapo mnyinyi mnaongea nini? Au kuna kitu mwambia kibaya kuhusu mimi? Hapana. Sijaongea kitu chochote kuhusu wewe, alafu pia kuhusu kwa mishoko ya nyumba yenu ndogo. Inabidi tu wasikize wazazi, maana huwezi kujua nini wana mipango na wewe. Wamekipanga kitu gani kuhusu wewe, huwezi kujua. Sawa. Lakini pia pamoja na yote, wewe kwa upande wako, umeshapata jibu ni kitu gani kilichokuleta kwenye familia yetu? Ndio, kwa sababu nimekutana na wazazi wako, nimeongea nao vizuri na tumeelewana. In short, nimefahamu kitu gani kimenifanya nije kwenu. Alafu pia aliniambia kwamba ukihamia kwa nyumba ndogo tutaenda wote. Sawa. Mimi mwenyewe hilo limenifurahisha. Kama huku tutahamia wote, nitafurahi sana. Kwa sababu mimi ninajijua.
udhaifu wangu mkubwa. Safi. Sijali kusema. Mungu, nakuomba nionyeshe njia. Mawazo yangu yameishia hapa, ndoa yangu imeisha. Kwani wewe ni nani kakaangu? Mbuzi la kunusa beberu la taifa hapa. Namjua beberu la taifa. Action zangu kama Muilan. Mjua Muilan kitu baya. Mzoa pu. Kioto zipo. Afu taratibu. Kuleta mbwembwe. Anaumia vibaya sana. Kakaangu, ni mkoba. Mimi waga ni mtu ambaye nimenyoka sana na huwa sipendi kona kona. Wakati tunazungumza ulinihakikishia kwamba huyu jamaa ni mtu sahihi na amenyoka, na ukaniambia kwamba wameachana na mwanamke wake, wamepeana taraka na hatorudi tena hapa. Lakini cha ajabu, nimekuja leo na leo siku hata haijaisha huyo mwanamke amekuja. Hii imekaaje? Na niseme tu kweli, sijapenda kilichotokea pale. Nilikuwa tu najikaza, lakini kimeniuma. Penny, mimi yule mwanamke nishamfukuza na sijui hata pale kilimleta kinini. Alafu yule mwanamke asiwe chanzo cha kuwa katika hali hiyo. Mimi sipendi. Kwa hiyo kitu kilichotokea pale hakitajirudia, naomba unisamehe. Wala mimi sijaongea hivyo nikiwa na maana ya kwamba una makosa au umenikosea. Ila nimeongea kwa sababu ya tahadhari. Ni kwa sababu sijapenda. Kwa nini sionyeshe kama kitu sijakipenda? Isitoshe, hiki kinachoendelea hapa ndio kilichonitoa kule. Wanaume mnashindwa kuwa waaminifu, na hicho ndio ninachokiogopa. Mimi kwako nimefuata furaha. Nimefuata amani. Sijafuata hayo makwazo. Na ndio maana kikitokea kitu ambacho kipo kinyume, lazima niongee. Usinibishie. Isikali kama yeye ananuka usi anatoa harufu wapi? Toa harufu. Gucci. Kampuni Gucci. Tembea nayo anatoa harufu, anatembea na kampuni Gucci. Kampuni hizi zetu hizi ndo kama hivi sasa nikikupigia hivi wewe unasemaje? Kangu, ile ni begi langu. Begi lako usi? Unaweza kutembea na begi kama hili? Ndio anuka atembea na Gucci. Hili begi letu sisi. Watu wabaya. Watu wa koloni. Ndio kama hivi sasa mimi na Dunte kasema wewe. Na baada ya kutoa kitu ndio mbaya sana. Penny, acha nikwambie kitu kimoja. Katope mimi ni rafiki yangu, anamfahamu sana. Mpaka umeona analalamika hivyo, unajua kweli anajua kosa lake. Alafu isitoshe, wewe mwenyewe umeona kabisa jinsi gani amekutetea pale nje. Na amekuweka kabisa kipaumbele kwake. Kwa maana ni jinsi gani ambavyo anakuheshimu na jinsi gani anakupenda. Alafu wewe mwenyewe umesema kabisa kwamba hivi ni vitu vyako. Umesema unataka wanaume usi nini? Si ndio maana nimekupatia mwanaume huyu hapa.
tulopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo ya busara zangu kwako. Kwani mimi nilipatwa na nini kukuamini? Yani umeenda. Kwani aloumba mapenzi ni nani? Aje tujuane, nimueleze yaliyoko moyoni. Kwa nini anichome? Wayaona machozi yanatiririka, na mimi siwezi, moyoni vidonda. Kama kupenda sitaki tena. Ilikuwa mimi na yeye, tulopita wote, mwenzangu amesahau. Maumivu ameniachia mimi, mvumilivu, mbivu na kula siamini. Haya ndo malipo ya upendo wangu kwako, ndo malipo